Mazoezi hayo ya utayari yamefanyika ikiwa ni siku moja baada ya kupatiwa mafunzo kuhusu mpango wa kitaifa wa kujiandaa na kupambana na umwagikaji mafuta kwenye bahari na maziwa. Kwa hiyo zoezi hili limekuja katika muda mwafaka, kwani tayari products yetu ya uzalishaji kutoka Kahima, Uganda mpaka Chongoleani imeshaanza kuja. Kwa hiyo sisi kwenye mazoezi pindi inapotokea in case emergency yote kumwagika kwa mafuta, basi sisi kama wavuvi tukishirikiana wahusika tunaweza zote tukalifanya katika muda mwafaka. Kwa hiyo tunawashukuru TASAC wametuleta katika mafunzo haya, mbali ya athari hizi ambazo tumeziona, lakini pia tumejifunza namna ya kukabiliana, tumepata ABC, tumefundishwa namna ya kuripoti tunapoona kuna changamoto kama hizi zinatokea. Kwa hiyo mimi niseme ninaipongeza TASAC na ninaahidi nitakuwa balozi mzuri nitakapoona changamoto kama hii inatokea. Kwa upande wake, mkurugenzi wa usalama na mazingira kutoka shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, Leticia Mutaki, amesema kuwa swala hili ni mtambuka na si la taasisi moja, hivyo ni lazima kufanya kazi kwa ushirikiano. Namna ambavyo taasisi za serikali zinatakiwa kushirikiana. Hili swala sio la taasisi moja, ni swala mtambuka, kwa maana ya kwamba kuna taasisi mbalimbali za serikali, lakini watu binafsi, makampuni binafsi. Tumewasikia jana EACOP na tumefarijika sana kufahamu nao kumbe wana mipango yao ya ndani ya namna ambavyo wanaweza kushughulikia changamoto kama hizi zinapotokea kutokana na ule mradi wa Chongoleani. Kwa hiyo na wenyewe wana contingency plan ya kama ikitokea oil spill, na jana kama mtakumbuka tulizungumza kwamba tunatakiwa tufanye kazi hizi kwa ushirikiano. Taasisi ya serikali inayokuwa na vifaa, inakuwa na watu wenye ujuzi, lazima linapotokea jambo kama hili haliwezi likatokea hapa, kwa mfano tulipo hapa, alafu watu wa Chongoleani wakasema hilo ni la taasisi fulani. Lazima wote tunakuja kama timu ili tuweze kukabiliana na hiyo changamoto. Kutoka mkoani Tanga, mimi ni Said, Clouds Media.